Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe sana ndugu zangu wa Maranatha Ministry Tanzania katika somo letu la siku hii ya leo. Na katika siku ya leo itakuwa ni mwendelezo wa kile ambacho tumejifunza katika somo lililopita. Kwa hiyo kama hujapata nafasi ya kusikiliza somo lililopita, ni kusii pata nafasi ya kusikiliza somo lililopita ili kusudi uweze kujua nini tunaenda kutazama katika siku hii ya leo. Tuliangalia mambo kadhaa katika siku iliyopita, tukaweza kutazama kuhusiana na matukio yanayoendelea, na tuliyotazama wanahistoria wakizungumza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea sasa katika ulimwengu wetu huu, hasa zaidi tukitazama taifa la Marekani. Na tumepewa kulitazama taifa la Marekani kwa sababu ni taifa naweza nikasema ni dola ya mwisho yenye nguvu hapa duniani. Ni dola ya mwisho yenye nguvu hapa duniani. Baada ya hapo tu Kristo atarejea mara ya pili. Kwa hiyo wapenzi, tunaishi katika miisho kabisa ya historia ya dunia yetu hii. Kwa hiyo tunalitazama kwa sababu kinachoendelea pale kina athiri dunia nzima, kina athiri kwa ujumla imani yetu pia. Kwa hiyo lazima tujue nini kinaendelea katika taifa la Marekani ili tuweze kujua tuko wapi, maana hili ndio taifa la mwisho lenye nguvu litakalotokea hapa duniani. Hakuna taifa lingine lolote lenye nguvu litakalo kuja baada ya Marekani. Marekani ndio taifa la mwisho lenye nguvu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kujifunza, kuna mambo mengi ya kufahamu kuhusiana na Marekani. Nikualike pamoja nami katika ombi, tuombe ili kusudi tualike uwepo wa Mungu uweze kuwa pamoja nasi tunapoenda kujifunza siku ya leo. Hakikisha tu una Biblia yako, hakikisha pia una sehemu utakapoweza kuandika kile ambacho tutakuwa tukijifunza katika siku hii ya leo. Chukulia uzito mambo haya kwa sababu ni darasa la kujifunza masomo ya Biblia. Kwa hiyo nikualike tuombe ili tuanze somo letu la siku ya leo. Karibuni sana. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Baba mwema mwenye nguvu na uwezo, ninakushukuru kwa ajili ya fursa hii ambayo umenipatia kujifunza pamoja na msikilizaji na mtazamaji pia. Neema yako naomba ikaweze kuwa pamoja nasi, ukatusaidia kuweza kuelewa maneno yako. Nami ukanitumia kama chombo kuwasilisha ujumbe kutoka juu mbinguni, nami pia ukanifundisha kwa namna ya kipekee sana. Baba, naomba nguvu kutoka juu iweze kuwa pamoja nasi ili kusudi maneno haya yasipite bure, bali yakazae matunda katika mioyo yetu. Naomba haya yote nikikabidhi kwako, mipango yote, ratiba zote, na pia namwombea msikilizaji na mtazamaji wanaopata fursa kutazama katika Maranatha Ministry pamoja na chaneli zingine zinazo fundisha ukweli huwa sasa na kuandaa watu kwa ajili ya marejeo ya Kristo ya mara ya pili. Basi Baba, nakusihi tu tusaidie, maana tunaishi dakika za mwisho kabisa za kufunga historia ya dunia yetu. Ni kupitia jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amina. Naam. Wapenzi watazamaji wa Maranatha na wasikilizaji pia, masomo haya ambayo Mungu anatupatia nafasi kila wakati kujifunza ni fursa muhimu sana. Na niseme tu kwamba ni fursa hizi ni fursa ambazo wazee wetu wa zamani wa imani wangetamani sana kuziona, wangetamani sana kuzisikiliza. Kwa hiyo mzee Petro angewepo leo hii, angefundisha ukweli huu ambao tunajifunza. Wakina Paulo wangekuwepo enzi zetu hizi, wangefundisha ujumbe huu ambao tunajifunza. Kwa hiyo tumeitwa kama kanisa kufunga historia ya dunia yetu hii, na tumepewa onyo la mwisho kabisa kutangazia dunia. Kwa hiyo ni fursa kipekee kuhubiri huu ujumbe, lakini pia ni fursa kipekee sana kusikiliza huu ujumbe na kwa neema ya Kristo kuweka katika vitendo. Kabla tujaanza somo letu la siku hii ya leo, nimepata mguso wa kutafakari pamoja nawe katika Mathayo sura ile ya 13. Mathayo sura 13 ni sura ambayo nataka tujifunze kuhusiana na kisa cha mpanzi. Kuna maneno machache sana kujifunza kuhusiana na kile kisa cha mpanzi. Kisa cha mpanzi ni moja kati ya visa ambavyo havikupata usikivu mkubwa vile Kristo alivyokuwa anahitaji. Yaani ni kisa ambacho kinatoa taswira au kinatoa muhtasari wa visa vingine vyote ambavyo Mwokozi alivifundisha. Na ndio maana Mwokozi alipofundisha kisa cha mpanzi hakikueleweka
na kwa kuwa hakikueleweka, walipomuuliza wanafunzi kwamba tuelezee kuhusiana na kile kisa cha mpanzi, Mwokozi akamwambia hamjaelewa hiki, mtaelewaje na mifano mingine? Unasikia kumaanisha kwamba kisa cha mpanzi ndio ufunguo wa kuelewa mifano mingine yote ambayo Mwokozi alikuwa anaifundisha. Lakini lengo langu leo katika kisa cha mpanzi ni kuweza kuelezea kuhusiana na aina kuu 4 za udongo ambao Kristo alikuwa akiuzungumzia katika kisa cha mpanzi. Na hapa utagundua kwamba sitaweza kwenda kwa muda mrefu kuelezea, lakini kwa ufupi ni kwamba utagundua aina ya mbegu ilikuwa ni moja, lakini udongo ulikuwa ni aina tofauti za udongo ambapo mbegu ilikuwa imeanguka. Kwa hiyo mbegu ilikuwa ni moja. Kulikuwa na aina moja ya mbegu, lakini udongo ulikuwa ni aina tofauti. Kulikuwa na aina 4 za udongo. Kulikuwa na udongo wa kwanza, kulikuwa na udongo wa pili, aina ya 3 ya udongo na aina 4 ya udongo. Kwa nini nimetaka tuweze kutafakari jambo hili? Nimetaka tutafakari jambo hili kwa sababu kila mara tunapopata fursa kujifunza masomo haya, kuna uwezekano tukaangukia moja katika sehemu hizi 4. Kuna uwezekano tukaangukia moja katika sehemu hizi 4. Ila Mungu anataka tukaangukia sehemu fulani ambayo ni ya msingi sana katika kisa hiki. Naomba nisome maneno kadhaa. Unaposoma Mathayo sura 13 kuanzia ule mstari wa 18, maandiko matakatifu yanaanza kuelezea kuhusiana na zile aina kuu 4 za udongo. Aina zile kuu 4 za udongo. Ameanza sehemu ya kwanza kwa sababu hapo mwanzo anaelezea kuhusiana na jinsi ambavyo mbegu zilikuwa zinaanguka, lakini sasa anatoa tafsiri katika ule mstari wa 18. Sehemu ya kwanza kabisa ambapo udongo unaozungumziwa au mbegu ilipoangukia ni katika njia. Sehemu ya kwanza ni katika njia, lakini sehemu ya pili ni katika mwamba, na sehemu ya 3 ni katika miiba, na sehemu ya 4 ni katika udongo mzuri. Udongo mzuri. Hata kama tungekuwa tujui nini maana hiki kisa, basi kila mmoja angetamani moyo wake uweze kuwa udongo mzuri. Na nimekwisha toa majibu nini maana ya udongo. Udongo unawakilisha moyo. Kwa hiyo hapa akisema katika mstari wa 18 anasema hivi: basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asilielewe nalo, huja yule mwovu. Hapa mwanzoni amesema alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni. Lililopandwa moyoni. Kwa hiyo kumbe udongo unawakilisha nini? Unawakilisha moyo. Na anasema mtu anapolisikia lile neno, kwa hiyo neno linapandwa. Kwa hiyo neno linafananishwa na mbegu. Kwa hiyo mbegu ni neno, lakini pia moyo ni udongo. Najua hichi kisa tumejifunza mara nyingi, lakini lengo langu ni kutafakari aina 4 za huu udongo. Unajua adui yuko vitani, hata sasa adui yuko vitani. Na tunaambiwa pambano kuu hili kati ya Kristo na Shetani sasa hivi limehamia duniani. Lilianza mbinguni pambano kuu. Tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12, tunaona wazi kwamba pambano lilianza mbinguni. Maandiko yanasema kuanzia mstari wa 7, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana, wakashindana na joka. Yule joka akashindwa kule vita, akashushwa duniani. Maandiko yanasema katika ule mstari wa 12 kwamba ole wa nchi na bahari, kwa maana yule adui yule mshtaki Ibilisi ameshuka kwenu, ana mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa na wakati mchache tu. Kwa hiyo adui ameshuka hapa duniani, na aliposhuka duniani alifika Eden, akaanza mapambano hapa. Kwa hiyo pambano kuu tunalozungumzia hapa ni pambano kuu ambalo lilihamia duniani, na ambalo hili pambano kuu tunazungumzia kwamba litadumu hapa duniani kwa muda wa miaka 6,000 tu. Tangia ilipoanza pambano, tangia dhambi ilipoingia duniani, ndipo miaka 6,000 inaanza kuhesabiwa. Kwa hiyo tangia dhambi ilipoingia duniani mpaka mwisho wa pambano kutakuwa na miaka 6,000 peke yake. Kwa hiyo sasa hivi tupo mwishoni kabisa mwa miaka hii 6,000. Na ndugu zangu, na mimi tuko mwishoni kuikuta mwisho wa miaka 6,000. Na niombeeni kitu kimoja wapendwa. Katika hizi aina kuu 4 za udongo, Shetani anapambana sana kumfanya mtu awe kwenye njia. Udongo, anataka udongo wako uwe njia, mwamba au miiba. Atapambana sana ili mtu asiwe katika sehemu hii ya udongo mzuri. Na hivi vitu vyote vimepangwa kwa mtiririko. Nimeshangaa sana jinsi nilivyokuwa natafakari hiki kisa siku ya Sabato, nikagundua kwamba vimepangwa kwa mtiririko, kumaanisha kwamba anaposema kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni.
mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Kumbe aliyepandwa karibu na njia, na tunajua njia ikitembelewa mara nyingi, ikikanyagwa mara nyingi, njia mwisho siku inakuwa inatengeneza udongo mgumu, na kama inatengeneza udongo mgumu huwezi ukeka mbegu ikaota, hiyo haitaota kabisa. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni sehemu ambapo inazungumzia katika njia, ambapo mbegu hata haikujaribu kuota. Maandiko tu yanasema mwovu akafika akalichukua lile neno, akalinyakua lile neno, kumaanisha kwamba hata mbegu yenyewe haikuthubutu kuota, hata mzizi haikuweka mzizi. Hili ni kundi la watu ambao maandiko yanasema wale ambao wanasikia neno lakini hawaelewi neno. Ni kundi ambalo wanasikia neno lakini hawaelewi neno. Ni wengi katika makanisa yetu leo hii, na Mungu anataka sasa huu ujumbe wa malaika watatu, ukweli wa sasa, Mungu anataka cha kwanza uhubiriwe na ueleweke kikamilifu katika kanisa la SDA, kanisa la Waadventista wa Sabato. Huu ujumbe tunazungumza wewe na mimi sasa hivi. Maana tunajifunza kwamba hukumu zinapaswa zianze kwanza katika kanisa la Mungu, na rehema zitaanza kufungwa kwanza katika kanisa la SDA. Kwa hiyo huu ujumbe lazima uanze kuhubiriwa na kueleweka kikamilifu katika kanisa la SDA. Kwa hiyo sasa katika kipengele hiki adui anapambana sana ili kusudi watu wasiweze kuelewa huu ujumbe. Utajifunza na mtu kuhusiana na ukweli wa miaka 6000 atakukatalia. Utajifunza na mtu kuhusiana na ujumbe wa matengenezo ya afya, atakubishia. Utajifunza naye kuhusiana na ujumbe wa tokeni mijini, atakukatalia. Kwa nini? Kwa sababu adui anamweka kuwa katika kifungo cha kutokuelewa ujumbe huu, na kuna mambo mengi yanayosababisha mtu asielewe huu ukweli wa sasa. Lakini katika kipengele cha pili, mstari ule wa 20, tunaangalia katika mwamba. Sasa adui anapambana hivi, anapambana mtu hata asianze kuelewa hata kidogo. Yaani aliyepandwa kwenye njia haelewi hata kidogo, na hivyo hawezi kufanya maamuzi yoyote kwa kuwa haelewi hili neno. Lakini kundi la pili, kuna mtu sasa anajaribu kufurukuta kidogo, anapambana, anaanza kuelewa. Kwa hiyo anaanza kuelewa. Mstari wa 20 maandiko yanasema, naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno akalipokea mara kwa furaha. Unasikia? Watu hawa huwa wanapokea kwa furaha wanaposikia neno linakuja. Jamani, Mungu anasema, Yesu anakuja. Jamani, tujiandae, tujitayarishe, miaka 6000 inaenda kukoma. Basi watu wanapokea kwa furaha na shauku kubwa sana. Lakini maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema hivi, lakini hana mizizi. Unasikia? Kwa sababu ili neno liweze ili mbegu iweze kuota, wale ambao wamefanya mambo ya kilimo wanafahamu vizuri, ili mbegu iweze kuota lazima uiandalie mazingira. Na ndio maana Mungu anawaita watu watoke mijini waende mashambani, mahali ambapo utapata fursa ya kulima udongo. Unapolima udongo ili uweze kupanda mbegu, na utapata somo kwamba vile vile unapaswa kulima nini? Kulima udongo wa moyo, ili kusudi uweze kupanda mbegu ya neno. Mbegu ya neno ili iweze kumea kwenye moyo wako, lazima moyo uwe umeandaliwa. Sasa moyo ukiwa ni wajiwe, maandiko yanasema kwamba inaanza kuota kidogo, kuna udongo kidogo hapo, inajaribu kwanza kuota kidogo, lakini kwa sababu haina mizizi, mwisho wa siku maandiko yanasema bali hudumu kwa muda, ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Kundi hili ni kundi ambalo kwenye mwamba, ni kundi ambao wao wakikutana na changamoto tu basi wanaacha kuliamini lile neno. Nimesema kundi la kwanza ni njia, ambapo adui anapambana watu wasielewe, lakini watu wakijaribu kuelewa, adui anakuja na njia ya mateso, anakuja na njia ya dhiki, kuletea udhia, taabu, shida. Anaanza kuletea maneno, unaanza kuitwa majina mbalimbali. Wale watu wanaitwa time setter, wanaweka wakati. Hiyo nayo ni udhia na dhiki na shida. Wale watu wamechanganyikiwa akili, wale watu unaitwa majina mbalimbali, wamekosa kazi za kufanya, wamekosa ajira, walifeli, wengine walifukuzwa shule, maneno yanakuja mengi, wengine kwenye jamii hawafai, unakuta unapewa maneno mengi. Sasa baadaye mtu anakaa anatafakari, haya maneno nayoitwa kila siku, haya majina nayoitwa kila siku, wacha tu nirudi kwenye kazi yangu, wacha tu nirudi kwenye elimu yangu, wacha tu nirudi pale ambapo nilikuwa naishi. Wao naishi mapolini. Yaani Mungu amesema tokeni mijini, nendeni mashambani. Watu wanasema huu ujumbe unaitwa ni ujumbe wa kwenda mapolini. Sijaona popote kuna nukuu inasema kwamba huu ujumbe unaitwa ni ujumbe wa kwenda mapolini. Hamna. Ile ni ujumbe wa kwenda mashambani. Utasikia anakuambia hao wanakula kwa masaa, hao awali hiki ndio maana wanakonda, ndio maana wanaisha kila siku, kwa sababu ndugu zangu, hii yote ni udhia na dhiki. Sasa kwenye hili kundi wengi sana wanaona
Inakuaje? Mtu ameanza kupiga hatua kidogo, baadaye akaishiwa, akaona mambo yanazidi kuwa magumu, akaona achane na ujumbe. Mambo yako mengi sana hapa kwenye kundi la pili. Na niwaambieni kitu, wengi wanaoamini ukweli wa sasa wanaangukia sana katika kundi la pili na kundi la tatu. Hawaanguki hapa kwenye njia kwa sababu wamekwishaelewa kitu fulani na wameanza kufanya matengenezo, wameanza kupiga hatua, lakini wanakutana na kwenye mwamba, wanakutana na dhiki na shida, na mwisho siku ujumbe ule wanaamua kuacha. Na ni kundi la kuhurumia, na tunapaswa kusaidiana, kushikana mkono. Mtie moyo mtu ambaye umeona ameanza kupiga hatua akarudi nyuma, mtie moyo, kwa sababu kuna mambo ambayo kwake ni magumu, huenda kwako alikuwa ni rahisi. Lakini kundi linalofuata ni kwenye njia. Maandiko yanasema hivi katika ule mstari wa 22, naye aliyepandwa kwenye miiba, kwenye miiba. Maandiko yanasema naye aliyepandwa kwenye miiba, huyo ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia, sikia hapa, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali hulisonga lile neno, likawa halizai. Kwa hiyo kumbe kundi hili la miiba ni kundi ambalo hawa watu wanasikia neno, wanapata kuelewa. Maana kundi la pili wanaelewa, kundi la tatu pia wanaelewa. Kundi la kwanza hawaelewi, lakini kundi la pili wanaelewa, wanaanza kidogo shida, wanaachana nalo. Kundi la tatu wanaelewa. Lakini sasa katika kuelewa huko, adui amepambana asielewe, lakini ameelewa. Amepambana na mateso, huenda amepambana kumtoa kwenye mateso na nini kumsukuma kwenye mateso na shida na dhiki. Ameona huyu mtu bado ameendelea kukaza misuli ya imani. Anaona bado, ngoja sasa nikuletee jambo la tatu. Jambo la tatu anamletea katika mazingira ya udanganyifu na shughuli za mali. Huenda yuko mashambani, lakini yuko busy sana na shughuli tangu asubuhi mpaka jioni. Huyo naye ni mtu ambaye yupo kwenye kifungo fulani. Huenda yuko mashambani, lakini yuko busy na kutafuta mali. Huenda yuko mjini, anatamani kutoka, lakini yuko busy na kutafuta mali. Anaendelea kutafuta, anasema Mungu akifungua njia nitaondoka, lakini tayari Mungu ameshafungua njia muda mrefu, hajaona hiyo njia. Kwa nini? Kwa sababu shetani, maandiko yanasema udanganyifu wa mali, anaendelea kutafuta kwamba nikienda mashambani kule nisiishiwe, nikae kule vizuri, nijipange vizuri, niwe na sola ya watu ngapi, niwe navuta maji yangu na nini. Lakini nikwambie kitu, huwezi kukwepa darasa la Kristo. Hatuwezi kukwepa madarasa ya Kristo. Na ndio maana wapendwa, ni muhimu sana sasa hivi niwaambieni kitu, kama tunataka kutoka mijini kwenda mashambani, wakati ni sasa. Hauwezi kujiandaa na kujiepusha na udhia mbalimbali na kujiepusha na dharura. Zitakuja tu, utajiandaa kila kitu, utanunua water pump, utanunua mambo mengine yote, utaenda mashambani, itaharibika katika siku ambapo huna fedha. Utalima heka za kutosha, lakini huenda muda mwingine hutavuna. Itabidi ufike mahali ambapo ubakie wewe na Kristo. Maisha ya kuishi mashambani ni maisha ya kumtegemea Mungu 100%. Ni maisha ambayo yanakuleta uso kwa uso na Mungu hivi kabisa, kwamba hiki kinafanyika hivi, hiki kinafanyika hivi, jambo hili ligumu unafanyaje? Njia ya maombi. Unajua maisha mjini kwa muda mrefu sana adui ametufundisha kutegemea mifumo ya kidunia, kutegemea mishahara tunayopata, kutegemea marafiki wa karibu, kwa sababu labda mimi napokea mshahara na yeye anapokea mshahara. Unajua mjini hata ukimkopa tu mtu kitu na anataka ajue kwamba wewe pia unafanya kazi gani. Ukimomba mtu kitu, gari yake ukiomba, anataka ajue pia wewe unafanya kazi gani. Ukichukua gari yake ukiharibu, anajua basi jamaa yuko vizuri, ni labda daktari, ni mwalimu, ni nani, mhasibu, ana shida. Anajua huyu jamaa tu atarejesha tu salama. Lakini sasa mazingira mashambani ni mazingira ambapo ni wewe na Kristo. Ukimwazima mtu, unajua huyu naweza nikamwazima akakiharibu, ndio anajua maisha yake na mimi najua maisha yangu, ikawa hivyo. Wapendwa, niwaambieni kitu, maisha haya ambayo Mungu amesema tukaishi mashambani, hajasema tuende yani mkule, anasema tukaishi. Sikia, kuishi mashambani, kujifunza namna ya maisha. Na hiyo namna ya maisha ambayo tunajifunza siku kwa siku mashambani ni namna ambayo Mungu anatuandaa kututoa duniani na kutusogeza karibu na anga hewa ya mbinguni. Kwa Mungu atutie nguvu na tusaidie kuweza kutambua kwamba muda ni mfupi, na katika sehemu hizi 4 tunaangukia sehemu mojawapo. Ila Mungu atusaidie sana tuweze kuangukia katika udongo mzuri. Hawa watu wameandaa mioyo yao ili kusudi waweze kupokea neno la Kristo. Kwa hiyo tunaposikia huu ujumbe kila wakati, tusisikilize tu kwa lengo la kusikiliza, lakini tusikilize tukiwa na tumaini, tukiwa na shauku ya kutamani mioyo yetu iweze kuwa imeandaliwa vizuri, kuwa udongo mzuri, ili kusudi neno la Kristo tunapolipokea tulifanyie kazi. Lakini unapolifanyia kazi neno la Kristo, hautakwepa majaribu, hautakwepa mitego ya shetani, hautaikwepa hata siku moja. Nilikuwa nasoma
na mke wangu katika sura ile ya 51 katika kitabu kile cha sura ya 52 kitabu kile cha Matendo ya Mitume cha nabii alikuwa anazungumza kuhusiana na Mtume Petro. Mtume Petro alikuwa anawaandikia watu akiwaambia kwamba kuhusiana na uelewa sahihi wa neno la Mungu. Alikuwa anawasihi sana kwamba wawe na uelewa sahihi wa Injili. Akasema kwamba kwa sababu mtume alijua kwamba katika kupokea Injili lazima watu wakumbane na mateso, wakutane na dhiki. Lakini sasa akasema hiyo dhiki na mateso hawawezi kuvikwepa isipokuwa, sikiliza hapo, hawawezi wakakwepa dhiki, hawawezi wakakwepa mateso isipokuwa wakiwa na uelewa sahihi wa Injili itawasaidia kuweza kukabili hizo dhiki na kuzipita kwa ujasiri. Tunasikia wote ya upendo. Kwa hiyo tukielewa sahihi neno la Mungu, tukielewa sahihi Injili, tukielewa vile ambavyo Mungu anataka tuweze kuelewa, ni kwamba majaribu yatakapofika, magumu yatakapofika, tutaweza kuikumbatia. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunajua hii ndio lulu ya thamani, ndio hiyo tu. Na namshukuru Mungu kwa sababu kabla ya kuhamisha kwenda mbinguni, Mungu ataruhusu kila kitu tukose, yani tubakie sisi na Kristo tu. Kwa kama kuna wakati tumetegemea vitu, kuna wakati tumetegemea marafiki, kuna wakati maandiko yanasema kila mtu atajaribiwa kwa imani yake kana kwamba anaishi yeye peke yake duniani. Yaani utakuwa ni wewe na Kristo. Na kuna wakati tunaambiwa kabisa mali zitachukuliwa, kama ni mashamba atachukuliwa, kama ni vyakula vitaoza, ili kusudi abakie mtu na Kristo peke yake. Hapo patakuwa pagumu kama sasa tunakwepa kujifunza madarasa ya namna hiyo. Mungu atusaidie sana ndugu zangu. Muda ni mfupi wa kujiandaa. Basi tunasonga mbele na somo letu la siku hii ya leo. Nataka tukaendelea kutazama kuhusiana na historia, jinsi vile ambavyo inajirudia. Nataka tuendelee kutazama kuhusiana na dunia inachosema kuhusiana na ukomo wa taifa la Marekani. Na mwisho wa siku tunataka tuweze kujua ni nini sasa maandalizi kwa watu wa Mungu kwa ajili ya dhahama kuu inayokuja. Tunazungumzia sheria ya Jumapili katika taifa la Marekani na itakapoenda kuwa sheria ya Jumapili kitaifa kwa ujumla. Mungu anataka watu wa Mungu wafanye nini katika wakati nyeti kama huu? Mungu atusaidie kuweza kutambua kwa upana na maandalizi sahihi ya kufanya. Shetani ni mjanja sana. Anaweza karuhusu tufahamu matukio vizuri. Anaweza karuhusu kabisa tujue hata ujumbe vizuri, lakini atapambana na wewe, atapambana na mimi kuhakikisha kwamba hatufahamu maandalizi ya msingi ya kufanya katika wakati huu ambao tunaishi. Huyu ndio adui ambayo tuko naye. Tuna adui wa hatari sana wapenzi, ndugu zangu, watazamaji na wasikilizaji wa Maranatha. Mungu atusaidie kuweza kufahamu haya mambo kwa upana wake. Sasa nataka tutazame kuhusiana na taifa la Marekani. Kihistoria taifa la Marekani liko wapi? Nataka tujue tu historia ya taifa la Marekani kwa ufupi tu. Marekani wapendwa, kama nilivyosema kipindi kilichopita kwamba ilipata uhuru mwaka 1776. Na Marekani ikakua kwa kasi sana katika miaka 1798 hapo kuelekea mbele. Marekani ilikuwa inakuwa kwa kasi mno. Na Marekani ni taifa ambalo limekuwa kwa kasi baada ya taifa la Uingereza, British. Baada ya taifa la British, Marekani ikaja kukua kwa kasi sana. Nataka tutazame tu mambo kadhaa machache hapa kwa neema ya Kristo, alafu tutaona sasa nini cha kufanya watu wa Mungu katika wakati huu nyeti ambao tunaishi. Lakini kabla kutazama taifa la Marekani, nataka tu tutazame kihistoria kuhusiana na mataifa mbalimbali. Nitaweka mataifa machache hapa na wenda watu wanafahamu. Labda ningekuwa karibu na wewe ningekuuliza swali, ungekuwa unanitazama, tungekuwa live, ningeuliza swali kwamba unafahamu kuhusiana na kuhusiana na ukomo wa mataifa. Kuna mwanasayansi mmoja anazungumzia kuhusiana na ukomo wa mataifa, na wengi sana wamezungumzia, lakini sio wengi tu kuzungumzia kwa maana kwamba wanalala na amka tu wanazungumza. Hapana, kwamba watu wapo wanaofuatilia haya masuala. Na naomba kwanza nisome nukuu moja hapa ya kitabu hiki cha Matukio ya Siku za Mwisho. Nabii anazungumzia kuhusiana na hawa watu ambao wewe na mimi tunawazungumzia leo hii. Anazungumza kuhusiana na hawa watu ambao wanaitwa ni wanasayansi, wanaitwa wenye akili, wanaitwa ni watu wenye kufikiri hawa watu. Naomba nisome kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, sura ya kwanza na paragrafu ya kwanza kabisa pale juu. Kwa hiyo sura ya kwanza na aya ya kwanza nitaisoma hapo. Hii sura inasema zahama za mwisho wa dunia, zahama za mwisho wa dunia. Nabii anasema maneno yafuatayo: wakati huu wa sasa ni wa shauku kubwa sana kwa wote wenye uhai.
watawala na viongozi, watu washikao nyadhifa za amana na mamlaka, wanaume na wanawake wa matabaka yote wenye uwezo mkubwa wa kiakili. Sikiliza hapa, anasema hawa watu ni watu wenye uwezo mkubwa wa kiakili. Kwa Kiingereza amesema thinking men, yani kumaanisha kwamba watu wenye kufikiri, watu wenye uono mpana wa mambo. Anasema hivi, hawa watu wenye uwezo mkubwa wa kiakili wameelekeza mawazo yao katika matukio yanayotokea mahali pote kutuzunguka. Kwa hiyo hawa watu wanatazama matukio mbalimbali yanayotokea upande huu na upande huu, wanayatazama kwa makini haya matukio. Alafu anasema wanaangalia kwa makini mahusiano yaliyopo miongoni mwa mataifa. Kwa hiyo kumbe kuna mataifa ambapo wanatazama kama taifa la China linahusiana vipi na taifa la Marekani, taifa la Irani linahusiana vipi na taifa la Marekani, taifa la wapi. Wanatazama uhusiano uliopo katika nini, kati ya mataifa. Wanaona msukumo mkali unaotawala kila kipengele cha kidunia na wanatambua, sikia sasa hapa anasema wanatambua, sio kwamba wanahisi, wanatambua kuwa jambo fulani kubwa na la kukata shauri. Sikiliza hapa, au ni uamuzi, yani kusema kwamba jambo linataka kukata shauri, huo ni uamuzi. Wanatambua kwamba jambo fulani tena ni la kukata shauri liko karibu kutokea. Wanaona uamuzi fulani mzito ambao unaenda kukata shauri uko karibu kutokea. Ndipo wanasema kwamba ulimwengu uko ukingoni mwa zahama kuu. Nabii anaandika kuhusu hao watu ambao wao wanaona tu uhusiano wa mataifa mbalimbali, jinsi mambo yanavyoenda na nini, lakini mwisho siku wanakuja kutoa hitimisho la utambuzi kwamba kuna uamuzi fulani, hawajui ni uamuzi gani, wanasema kuna uamuzi fulani ambao huu utatokea na ulimwengu upo ukingoni mwa zahama kuu. Sasa wewe na mimi, ndugu zangu Waadventista wa Sabato, sisi hatubashiri, hapana. Sisi hatutazami tu mataifa vile yanavyofanya mambo yake, maana hao watu wao wanatazama kuhusiana tu na mataifa na matukio na historia na vile mambo yanavyoenda. Lakini sisi tunatazama historia ya Biblia ambayo ni kweli imenyoka kabisa, haina dosari hata kidogo. Tunatazama roho ya unabii na hayo matukio pia tunayatazama, alafu tunakuja kuyaangalia yanahusiana vipi na wakati wetu ambao tunaishi. Nasikia wapendwa? Sasa nataka tutazama kipengele kidogo hapa kuhusiana na kuinuka na kuanguka kwa mataifa mbalimbali. Kuna muda ambao taifa huwa linakuwa linatawala, na kuna historia ambayo inaonyesha wazi kwamba mataifa makuu katika hii dunia yamekuwa kitawala kwa muda wa miaka mingapi. Wangapi unafahamu hilo jambo? Labda unaweza nikakuuliza swali, wangapi unafahamu hilo jambo? Kama unafahamu, basi inaweza kuwa ni bahati kwako kujua hicho kitu, kwamba kuna miaka kadhaa ambayo hiyo miaka inakuwa inakadiriwa kwa taifa fulani tangu kuinuka kwake na hadi kuja kuanguka. Kuna miaka ambayo hiyo idadi ya miaka ni mataifa mengi sana, ambapo tumepewa historia ya mataifa mengi inacheza ndani yake. Sasa tazama picha hapo mbele, utaona mambo ya ajabu sana. Nimeweka hapo juu miaka 250. Hii miaka 250 ni miaka ambayo katika mataifa mengi sana imekuwa ikionekana ni miaka ambapo taifa linaweza likadumu kuwa taifa kwa muda tu wa miaka 250, tangu pale inapoinuka hadi pale inapokuja kuanguka. Sasa angalia vitu vya ajabu. Huyu mwanahistoria anaitwa John Grubb ameandika hiki kitu, amefanya rekodi ya hiki kitu, ametazama katika historia, ameona wazi mambo jinsi yalivyo. Na wewe na mimi pia tunaweza tukaenda tukachunguza sisi wenyewe kwa macho yetu, nasi tutaona kitu hiki ambacho bwana John Grubb ameweza kukiona. Sasa hapa anasema hivi kwamba kwanza kuna hii hapa article moja hapa inasema kwamba empire fall every 20 inasema dola inaanguka kila baada ya miaka 250. Alafu akasema and we are next. Huyu ni Marekani, akasema kwamba na sisi tunafuata baada ya hapo. Sasa kwamba na sisi ndio tutafuata, wa Marekani wakasema hivyo. Hebu angalia kitu cha ajabu hiki. Hapa kuna baadhi ya mataifa machache. Kuna Syria hapa ambayo yenyewe ilidumu tu duration in years, angalia namba ya mwisho kabisa hapo, ilidumu tu kwa muda wa miaka 247. Tazama Persia ilidumu kwa muda wa miaka 208. Tazama Greece ilidumu kwa muda wa miaka 231. Roman Republic na yenyewe ilidumu pia kwa muda wa miaka 233. Ni chini ya miaka 250. Tazama pia Roman Empire ilidumu kwa muda wa miaka 207. Arab Empire 246. Lakini kuna hii inaitwa Mamluk Empire ilidumu kwa muda wa miaka 267. At least hii kidogo ni afadhali, ni kama vile imesonga
kidogo hatua hapo mbele. Lakini tazama pia kuhusu hiyo Ottoman Empire na yenyewe miaka 250 net kabisa hapo. Spain miaka 250 kamili. Kuna hiyo Romanov Russia na yenyewe pia miaka 234. Na taifa la mwisho ni taifa gani hapa ameandika Britain na yenyewe miaka mingapi? Miaka 250. Tazama, baada ya Britain, tazama kitu kimoja hapa. Baada ya Britain kuwa taifa kubwa sana, taifa lililofuata baada ya hapo ni taifa la Marekani. Sikia sasa, tutatazama mambo machache sana kuhusiana na hii British, Uingereza. Nataka tuitazame kidogo historia kidogo ya British. Sasa mimi nitakuwekea moja kwa moja baadhi ya mambo kadhaa usikilize kuhusiana na hawa wana historia, kile wanachokisema kuhusiana na taifa hili au niseme kuhusiana na Uingereza. Na Uingereza, ndugu zangu, ilikuwa ni taifa lenye nguvu sana. Ilikuwa ni dola ambayo ilikuwa ni kubwa sana. Na hii dola baada ya kuanguka, iliyofuata baada hapo ni dola ya Marekani. Sasa huyu mwanasayansi au bilionea mmoja ambaye tulimwangalia wakati uliopita, ambaye anaitwa Raymond Dalio. Anaitwa Dalio, jina lake pia tunaliona kwenye maandiko matakatifu. Anaitwa Raymond Dalio. Raymond Dalio huyu ni bilionea, ni mwanasayansi ambaye pia ni mwanahistoria. Amekuwa akijifunza kuhusiana na kuinuka na kuanguka kwa nini? Kwa mataifa. Na pia amejifunza kuhusiana na ukweli wa hii miaka 250 ambapo taifa tangu pale linapoinuka hadi pale kuja kuanguka kwake. Na pia ana mambo ya kutuambia. Hebu tutazame baadhi ya video chache tu za huyu mpendo ambaye anaitwa Dalio akizungumzia kuhusiana na jinsi anavyojifunza historia. Lakini sasa nataka sana tutazame kuhusiana na uhusiano uliopo kati ya hii British pamoja na USA, Marekani kwa sasa. Nataka tuitazame jinsi ambavyo hii British ilivyokuwa inafanya kazi kwa wakati wake, au jinsi dola hii ilivyokuwa ipo katika kuinuka kwake kwa muda wake, na jinsi ilipoenda kuanguka. Utaona kuna uhusiano wa karibu kabisa na ufanano wa karibu kabisa wa moja kwa moja na taifa la Marekani hadi sasa lipofikia. Na mpendwa, niseme hivi, haya tumeaona wote. Tumetazama kuhusiana na baadhi ya mataifa tu hapo, kile ambacho historia, yani hapa haya mambo hayajatungwa, ni historia imeonyesha hivyo. Na kama tunaweza tukaona hivi sasa hivi, ndugu zangu, lazima tujiulize, katika taifa la Marekani kutangia ilipopata huru mwaka 1776 mpaka sasa mwaka 2026, Marekani ina miaka mingapi? Utaona mwenyewe, utagundua ni miaka 250 hiyo. Nini hiki tunapata kujifunza hapa? Hebu tuone mambo kadhaa hapa kuhusiana na hii taifa, kuhusiana na ndugu Dalio anachozungumza kuhusiana na taifa la Marekani, lakini akilinganisha na hii British. Hebu tutazame baadhi ya clip hapa. I've studied the rise and fall of civilizations much like engineers investigate rocket failures by examining what went wrong to uncover timeless mechanics. The way I see it, collapse follows recognizable patterns. And America today is displaying the very same early warning signals, social, political, and financial, that have reliably preceded every major breakdown of great powers throughout history. Kwa hiyo kwanza kabisa amejaribu kutuambia kwamba yeye amekuwa akijifunza kuhusiana na historia ya mataifa. Kwa hiyo hapa mpaka hapa nataka tu nikutambulishe kwamba huyu ndugu hafanyi mambo haya kwa bahati nasibu, bali anafanya kitu kwa sababu amepata kujifunza kwa muda mrefu, amesoma historia kwa muda mrefu. Kwa anachokiandika, anaandika kile ambacho amepata kujifunza kwa muda mrefu. Tuendelee tena. History is a machine. It is a perpetual motion machine driven by logical cause and effect relationships that repeat over and over again. I call this the big cycle. Hii sasa tutazama kipindi kilichopita, tukasema kwamba ametuonyesha pia historia ni nini? Ni duara. Tena anasema ni duara kubwa, ni big cycle, ambayo hii ni kama mashine ambayo yenyewe inakuwa ikijirudia yenyewe tena na tena. Na tukaona wazi katika maandiko matakatifu, tulitazama katika Mhubiri sura ile ya 1 na mstari wa 9 na wa 10, tukasema mambo yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, wala hakuna jambo jipya chini ya nini? Chini ya jua. Na Mungu anatueleza wazi kwamba tunapaswa kurudi katika historia, kurudi katika yale ya kale yaliyopita, kwa sababu yatarudia tena
hapo mbele. Kwa hiyo tunapojifunza hizi habari, hatujifunzi tu kubashiri bashiri, hapana. Ni kama tulivyoona katika mataifa haya, taifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 yote yamecheza katika miaka hiyo 250. Swali langu ni kwamba vipi katika taifa la Marekani ambalo linafuata tu baada ya British hapa, na lenyewe je, litaenda kinyume na hii historia hiyo? Hilo ndio swala la msingi. Hebu tuendelee tuone. If you want to understand what is happening to the United States today, and if you want to understand the British warning that is flashing red right now, you have to understand the mechanics of this cycle. The cycle typically lasts about 250 years. Sasa huyu tu tumeanza kuona wa kwanza ni John Grubb, lakini huyu ni wa pili Ray Dalio, na hivi anatuonyesha kitu hicho kwamba kama ukitaka kuelewa kuhusiana na historia sasa ya hii big cycle yenyewe inakamilika kwa muda tu wa miaka 200 ngapi? 250. Ni kama tungeweza kusema kwamba hii ni kama saa ina masaa 12. Saa ikizunguka ni mwisho masaa 12. Kwa hiyo masaa 12 yakifika, hiyo saa la kwanza limeisha. Kama mshale ule wa dakika ukizunguka 12, saa moja ukizunguka 12, hivyo tunaendelea. Sasa anasema hii duara, ili uweze kulielewa vizuri, lazima ujue hii mashine iweze kuelewa, na duara hili linacheza katika miaka mingapi? 250. Habatishi, kwa sababu wamesoma historia na ameweza kuona katika mataifa mbalimbali, na mimi nimekuonyesha hapa katika mataifa, baadhi ya mataifa tu ambapo duara lake linacheza katika miaka 250. Kumbuka haya yote tunazungumzia hapa ni mataifa makubwa yale ambayo ni dola kubwa zilizokuwa zikitawala katika hii dunia. Yaani kwamba naposema dola zilizokuwa zikitawala katika dunia ni kumaanisha kwamba dola ikitawala, tunajua inavyotawala kama Marekani kama niseme labda dola gani nizungumzie, labda mfano labda niseme Ujerumani. Ikitawala Ujerumani mahali, tunajua dunia kwa sehemu kubwa itaathirika na kuongea Kijerumani. Ikitawala British Uingereza, tunajua na hii ndio imetawala kwa ukubwa sana. Nchi nyingi sana duniani zinaongea lugha ya Kiingereza kwa sababu ya kutawaliwa na nini? Na hao British hao ambao ni Waingereza. Lakini mwisho siku tunakuta dola ya Marekani, na sasa hivi hata ukigoogle, ingia tu Google, andika tu sasa hivi ni taifa gani ambao ni super power lenye nguvu duniani, utakuta tu moja kwa moja ni nini? Ni Marekani. Sasa kama ni Marekani, je, itakwenda kinyume na historia hii? Ndio swala la msingi la kuzingatia. Kumbuka miaka mingapi? 250. Sikiliza kwa makini mpendwa ndugu yangu. Hii miaka 250 tunayozungumzia hapa ni miaka tangu pale taifa linapokuwa linainuka hadi kwenda kuanguka, linadumu kwa muda wa miaka 250. Huenda itaongezeka kidogo au ikapungua kidogo kama ambavyo tumeweza kuona baadhi hapa, lakini hatutacheza mbali na miaka 250. Ndugu zangu, labda niseme hivi, kwa nini tunaita haya yote haya? Kwa nini tunaenda mpaka kwenye historia, tunaangalia haya yote? Mwisho siku tu ndugu zangu, kuweza kutusaidia kuamini kile ambacho Mungu anataka tuweze kukipata kutoka katika maandiko matakatifu. Ndio maana Mungu akaruhusu kuweza kuwa na historia za namna hii. Na nikwambie kitu, hebu tazama, kuna picha moja hapa ilikuwa inaonyesha huyu jamaa Bwana Dalio akisema kwamba muda umekwisha. Hiyo picha iko mbele yako hapo. Dalio anazungumza, anasema kwamba muda umekwisha. Yaani hata watu wa duniani na wenyewe pia wanaona muda umefanyaje? Umekwisha, na kuna haja ya kufanya mabadiliko, kuna haja ya kufanya marekebisho. Na kuna mahali hapa anaongea, anasema kwamba kuhusiana na hii miaka 250 vile inavyoenda kukoma au inapofikia ukomo wake miaka 250, anazungumza, anasema watu hawana maandalizi, hawana preparation. Huyu sio mwadventista msabato, haubiri ujumbe wa malaika watatu. Hapana, anaongea na taifa la Marekani kwa mambo ya kisiasa, ya kiuchumi na mambo mengine tu. Anasema taifa halina maandalizi au watu hawana maandalizi. Vipi wewe na mimi, watu wa Mungu ambao tunajua kwamba tumewekwa hapa duniani kama tu wapitaji na tunaelekea mbinguni, si ndio tungekuwa na maandalizi makubwa sana? Hebu tuendelee mbele, tusikilize tena kile ambacho huyu anakisema Bwana Dalio. Tusikilize hapa. The warning I am delivering today is not my opinion. It is simply the observation that the United States is tracking the British trajectory with a correlation that is almost terrifyingly precise. We are following their script, line by line, toward a transition that most of us are completely unprepared for. Let's tell the story of the British decline, because it is effectively the story of our own future if we don't change course. In 1850, Great Britain was the unparalleled master of the universe. It accounted for 20% of the world's economic output.
The British Navy ruled the waves, ensuring that free trade flowed through the empire. London was the financial capital of the world. Sasa Bwana Dario ameanza kutuletea uhusiano uliopo vile ambavyo British ilienda kuanguka na Marekani inakoelekea. Anasema hivi kwamba hii British, ndugu zangu, ilikuwa ni super power kwa nyakati zake. Ilikuwa kabisa inaongoza kama ni safari, kama ni kusimamia, hiyo ni kwa ufupi, ilikuwa inaongoza uchumi wa dunia. Na hata sasa Marekani ni nchi ambayo kimsingi ndio inaongoza uchumi duniani. Yaani kwa maana kwamba yenyewe inaweza tukazungumza tu neno moja, dunia nzima katii, inaweza kaika vikwazo nchi fulani, inaweza kaika vikwazo nchi fulani. Nchi nyingine haiwezi kufanya jambo kama hilo. Sasa anajaribu kuzungumza kwamba jinsi ambavyo safari ya mafanikio ya British na safari ya mafanikio ya USA na jinsi ilivyoenda kuanguka hii kabla kuanguka kwake, mambo yalikuwa yanafanyika na jinsi Marekani ilikofikia sasa ni kitu kile kimoja. Kwa hiyo anasema kwamba kimsingi tu Marekani inafuata njia zile za British. Sasa mbele kidogo amezungumza akisema kwamba Marekani British ilipokuwa imekuwa kubwa, ikaanza kufanya mambo yafuatayo. Ikaanza kuingia katika changamoto, na ilipoingia katika changamoto, kabla hajaingia kwenye changamoto hii British ilianza kuondoa watu wake na kwenda kupata elimu nje, kujifunza mambo ya lugha, kujifunza sijui ameandika sijui ya lugha gani huko, yani kujifunza, kwa maana kwamba walikuwa wanapambana sana na elimu kuendelea, niseme ni elimu ambayo haina faida sana, ila tu inaweza tu yani taifa likaonekana kwamba lina wasomi wengi, taifa linajivunia kwamba lina watu wenye elimu kubwa, wanaenda kusoma nchi nyingine kupata elimu kubwa na kuja nchini kwao kwamba tuna wasomi wengi. Lakini wakati huo hili taifa linafanya mambo hayo, British inafanya hivyo, Marekani wakati huo wakawa wanapambana kuwafundisha vijana wao masomo ya physics pamoja na chemistry. Sikiliza kwa makini hapa. Hasa mtu akisoma physics na chemistry nani? Makini maengineer. Kwa hiyo Marekani kana pambana na kuwatengeneza maengineer kwa kasi sana. Na kipindi inapambana kuwatengeneza maengineer kwa kasi, alafu tunaambiwa na Bwana Dario kwamba miaka kama 50 ilionekana hakuna tofauti kati ilionekana hakuna tofauti kwamba kama British hiyo anashuka. Yaani hakuonekana kama anaporomoka uchumi wake, akaonekana bado tu anaendelea kuwa top. Tena ametumia neno, amesema kwamba unaweza tu akaonekana kama kiranja hivi, yani kama kiranja anaamrisha hiki, lakini kumbe chini kwa kimya Marekani kana kuja kwa kasi sana. Sikiliza hapo, tofauti ilionekana katika miaka 50. Na anasema hiyo, na anasema kwamba Bwana Dario katika kuanguka kwa taifa hakuanguki kwa ghafla, bali kunakuwa tofauti, yani kunakuwa taratibu. Sasa anasema kipindi hii inaanza kuanguka, Marekani ikawa inakuja. Walipoanza kuona mambo yanakuwa mabaya, British, sikiliza kwa makini hapa sasa, Marekani ikawa imetengeneza maengineer kwa wingi, na wakaanza kutengeneza bidhaa Marekani. Alafu hizo bidhaa zilikuwa ni bidhaa imara. Sikiliza hapo, zilikuwa ni bidhaa ambazo zilikuwa ni imara, tena wakawa wanaziuza kwa bei ya chini. By the late 1800s, the British elite had become complacent. They sent their children to Eton and Oxford to learn Latin and Greek and how to be gentlemen, while the rising Germans and Americans were studying engineering, chemistry, and physics. There is a concept I talk about in my book, Principles for Dealing with the Changing World Order, called the lag. This is crucial. There is a lag between when a country loses its real competitive advantage and when it loses its brand name and reserve currency status. For 50 years, Britain was losing the economic war, but it still looked like the superpower. This is the moment of maximum risk. It's when you feel rich, but you are actually becoming poor. By 1914, the United States had already economically overtaken Britain. We were producing things cheaper and better, but Britain still acted like the global policeman. Ndugu yangu, unapata picha gani hapo? Wakatengeneza bidhaa ambazo ni nzuri na wakawa wanaziuza kwa bei ya chini. Alafu British baadaye wakaenda kukopa kwa Marekani. Maandiko yako wazi kwamba mtu unapomkopa unakuwa mtumwa wa huyo mtu. Kwa taratibu
British ikaanza kuwa mtumwa wa Marekani. The exorbitant privilege of the pound to borrow money from the very rivals that were rising against them. In the early 20th century, the United States was lending money to the United Kingdom. Today, China is lending money to the United States. The British example teaches us that you cannot borrow your way to power forever. Eventually, the math catches up with you. The British warning is that a decline doesn't happen in a straight line. It happens slowly, and then it happens all at once. Na kweli vile vile kama ambavyo historia haijipingi, mwisho wa siku British kaanguka chini, Marekani kaja juu kwa kasi sana, na mpaka sasa Marekani ni top. Sasa hebu angalia. Anasema Dario, Marekani nayo inafuata njia hizo za kama ilivyokuwa wakati yani ni kama imesahau kile ambacho British ilikuwa inaenda kufanya kwao, na kana kwamba imesahau kile ambacho wao walikuwa nakifanya. Sasa hivi tunapozungumza, China inakuja kwa kasi sana. China inakuja kwa kasi sana, wakati Marekani wanapambana na maelimu, wanapambana na kama kusimamia dunia, mara hiki kifanyike hivi, mara hiki kifanyike hivi, wanapambana na mambo mengi. Wakati huu muda wa sasa huu, wenzao China wanapambana sana na viwanda, wanapambana na kutengeneza maengineer wengi, wanapambana na kutengeneza bidhaa ambazo ni nzuri na zinauzwa kwa bei ya chini sana. Angalia hata hii tu PC hapa imetengenezwa kwa China, ikishika simu China, vitu vingi vimetengenezwa China, vitu vingi sana vimetengenezwa China. Kwa sababu gani? Wanakuja kwa kasi sana. Sasa angalia, hii Marekani sasa hivi tunavyoongea inadaiwa pia na China. Kama vile ambavyo British ilikuwa inadaiwa na USA, na USA ilifanya mambo haya ambayo China inayofanya, na USA yenyewe imeenda kukopa kwa China. Lakini Mungu atukuzwe, kwa sababu tunafahamu historia kwamba Marekani haitaanguka China ikapanda juu. Ile dunia inatambua hivyo, kwamba dunia inajua hivi. Wale wasiosoma maandiko wanajua kwamba Marekani itashuka na China itapanda. Lakini wanaosoma maandiko wanajua kwamba Marekani itashuka na China itashuka na kila kitu kitashuka na Kristo atatawala milele. Tuende kusikiliza kidogo tena hapa anachozungumza kuhusiana na taifa la Marekani. Hebu tusikilize tena Dario kile ambacho anasema. Internal order, the ability of a country to work together, began to crack. This is exactly what we are seeing in the United States today. We have the highest wealth gap since the 1930s. We have populism rejecting the establishment. We have a political system that is more focused on fighting the other side than on solving national problems. When an empire is internally divided, it becomes vulnerable externally. The British tried to maintain their global empire, their external order, while their internal order was crumbling and their finances were deteriorating. They relied on debt. This is the trap. Hapa kuna ufanano mwingine ametupatia kuhusiana na British pamoja na Marekani. Akizungumzia kwamba kuhusiana na British, anasema British ilianza kupambana sana na vitu vya nje. Ikawa inapambana sana vitu vya nje, lakini mwisho wa siku ndani yake, yani ndani hamna kinachojengwa, lakini mapambano makubwa yako nje. Anashughulika na hiki, anashughulika na hiki, anashughulika na hiki. Sasa hiyo tabia pia inaonekana pia Marekani. Hata wewe unafuatilia habari utaona Marekani inajishughulisha sana na mataifa mengine. Alafu anasema wakati inashughulika na mataifa mengine, yeye mwenyewe ndani yake kuna mapambano au kuna shida za kisiasa, unasikia, na ndio maana kuna ile hali hata ya rais kutokuaminika, shida nchini kwake, mara maandamano na nini. Ametumia neno la kibiblia, nataka tutafakari sana. Amesema kwamba wakati anapambana na nje, lakini kumbe ndani kuna nini? Kuna mgawanyiko. Sikiliza hapo. Amesema wakati anapambana nje, ndani kuna division, kuna mgawanyiko. Sasa hebu tazama katika Biblia, ukisoma kitabu cha Marko sura ile ya 3, Kristo kuna kitu anatuambia hapa katika Marko sura ya 3 na ule mstari wa 24. Hebu tusome pamoja ili uweze kuona wewe na mimi kwamba taifa la Marekani halitaendelea, litaanguka tu. Yani iwe isiwe, Biblia na roho ya nabii viko wazi vikituambia mambo haya, na historia pia inatuambia katika Marko sura ile ya 3 na ule mstari wa 24. Maandiko nasema hivi kuhusiana na ufalme huu wa Marekani. Biblia inasema hivi: na ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufalme huo hauwezi kusimama. Ufalme huo hauwezi kusimama. Biblia imesema ukifitinika, lakini Biblia Kiingereza nataka tusome hapo hilo neno ukifitinika maana yake ni nini. Hebu tuone hapa ukifitinika maana yake nini. Kwa Kiingereza anasema hivi,
And if a kingdom be divided, and if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. Yani kwamba na kama ufalme ukigawanyika wenyewe, huo ufalme hawezi kusimama. Na ndio maana wapendwa, tumekuwa tukijifunza hata vipindi vilivyopita kwamba kabla ya Marekani kutangaza sheria ya Jumapili, lazima tuanze kushuhudia vita ya kiraia. Na unaposema vita ya kiraia, civil war, maana yake kwamba ni vita ya wenyewe kwa wenyewe. Na kama ni vita ya wenyewe kwa wenyewe, tafsiri yake ni kwamba huu ufalme ni ufalme ambao una vipande. Marekani sasa hivi kuna vipande, kuna makundi. Hawa wanaamini hiki na hawa wanaamini hiki. Hawa wanamwamini huyu na hawa wanamwamini huyu. Hawa wanamtilia mashaka. Unasikia jamani? Kwa hiyo kumaanisha kwamba kabla ya kuzungumzia sheria ya Jumapili taifa la Marekani, lazima kutakuja kuwa na civil war. Na civil war tusizani kwamba labda lazima tu itokee labda mauaji yametokea na nini. Kweli kabisa, mwisho siku huko ndiko itakao kuelekea, lakini kwanza lazima tuanze kuona zile harakati za hiyo vita ya kiraia katika taifa la Marekani. Kwa hiyo Mungu atusaidie kuweza kuyatambua hayo na kuweza kujua kwamba taifa la Marekani halitaendelea kwa sababu lazima tu litakuja kuanguka. Lakini swala la msingi ambalo natamani tuweze kulitafakari, kabla hata mengine tusipotazama kwa upana, lakini natamani tuweze kuona kitu hiki kwamba ni wakati gani sasa Marekani itaenda kuanguka? Ni wakati gani Marekani itaenda kuanguka? Tunapozungumzia anguko la Marekani, huwezi ukatenganisha na kufungwa kwa mlango wa rehema. Na sisi Waadventista wa Sabato tutakuwa tumeshachelewa. Tukisikia tangazo la sheria ya Jumapili katika taifa la Marekani, tutakuwa tumechelewa. Na hii sheria ya Jumapili tunazungumzia hapa ndio tunazungumzia kuhusiana na anguko la taifa la Marekani. Hebu tusome baadhi tu ya nukuu hapa kutoka katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho. Nataka tusome kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho kuhusiana na sheria ya Jumapili katika taifa lile la Marekani. Ninasoma katika ule ukurasa wa 105, nitarudia nukuu ambayo tulisoma wakati uliopita, nitasoma pia na nukuu ya ukurasa wa 106. Nianza na 105, Matukio ya Siku za Mwisho ya Kiswahili 105. Maandiko yanasema hivi: ili kujipatia umaarufu na kuungwa mkono, wabunge watakubaliana na matakwa ya sheria ya Jumapili. Kwa hiyo wabunge watakubaliana na matakwa ya sheria ya Jumapili. Na hivi sasa tumekwisha kuona kwamba hawa Heritage Foundation kwa kuandika kitabu kile cha Project 2025 wameitaka bunge la Marekani kupitisha sheria ya Jumapili. Na wanapopitisha sheria ya Jumapili, wanapitisha kwa malengo yanaonekana ni malengo mazuri, yanaonekana ni malengo mema, kwa lengo la kuokoa Marekani, kwa lengo la kuziokoa familia. Na hizi agenda sio zingine bali ni agenda za Papa Francis katika kitabu hiki cha Laudato Si. Tumetazama kuhusiana na waraka huu wa Laudato Si katika kitabu. Papa Francis amekuwa akizungumzia kuhusiana na sheria ya Jumapili. Na wacha tusome kipengele kidogo hapa, kipengele cha 237. Unajua Papa anaonekana ndiye anayetoa suluhisho. Anatoa suluhisho duniani kwa shida zinazoendelea. Dunia inaonekana ina shida, ina matatizo mengi sana. Na nimetazama vitu kadhaa, hata wakati ujao huenda nitafanya wakati mwingine hicho kitu. Nilikuwa natazama kuhusiana na ile doomsday clock, wa ile saa ambayo imebakiza sekunde 85, inashuka. Sasa hivi zimebakia sekunde 85. Wale ni wanasayansi wakubwa sana wanazungumzia kuhusiana na dunia ilipofikia. Hebu sikiza kidogo kuhusiana na hicho kitu hapo. Hebu tazama kidogo tu kuhusiana na doomsday clock wanachokisema, alafu na wanatoa suluhisho gani kwa dunia. Sasa hebu tazama kidogo. Every second counts and we are running out of time. It is a hard truth, but this is our reality. It is now 85 seconds to midnight. The Bulletin of the Atomic Scientist says the world has never been closer to midnight on the Doomsday Clock. But what is the Doomsday Clock? And what does midnight mean? 3, 2, 1, 0. Since 1947, the Bulletin of the Atomic Scientist has been using a clock to symbolize the potential of people doing something to end humanity. Out US President Donald Trump's efforts to boost fossil fuels and hobble renewable energy, and whether Iran is capable of developing nuclear weapons. But the group has said there is good news. We are capable of turning back the clock, but only if nations work together. Sasa hao ni doomsday clock.
ni sehemu nyingine tena ya ushahidi kwamba tumefikia mwisho wa wakati, kwa sababu dunia yenyewe inataka kutoa nini? Kutoa suluhisho. Na niwaambieni kitu, tazama sentensi za mwisho sana pale. Sentensi ya mwisho inasema kwamba hiyo saa inaweza yani kwamba ni vigumu kuirejesha, lakini inaweza ikarejea au ikatulia, sio niseme neno gani hapo, kwamba inaweza tu ikaacha kushuka kama dunia itafanya kazi kwa pamoja. Sikiliza hapo. Ina maana kwa maneno rahisi ni kwamba wanataka kuleta dunia katika hali ya umoja. Wanataka kuleta dunia katika hali ya usawa. Yaani kuwe na jambo moja ambalo linaunganisha wote. Sasa nikuulize swali. Ni kitu gani hicho ambacho kinaunganisha watu kwa pamoja? Sikia hapa sasa. Katika Laudato Si ukurasa wa 237 anasema hivi, kipengele cha 237 anasema hivi, ushirika wetu katika adhimisho la Ekaristi Takatifu siku ya Dominika. Dominika ni Jumapili. Wale ambao wametoka Roman Catholic wanajua Dominika ni Jumapili. Anasema Papa Francis anaandika huu haraka, na huu haraka sasa hivi unafanya kazi kwa kasi sana. Anasema kwamba katika siku ya Dominika una umuhimu wa pekee. Alafu anasema mbele, kama ilivyo Sabato, sikiliza hapa, kama ilivyo Sabato kama ilivyo Sabato siku ya Dominika, yani siku ya Jumapili hiyo, kwamba kama ilivyo Sabato, yani Papa anafananisha Jumapili pamoja na nini? Na Sabato. Anasema kwamba kama ilivyo Sabato siku ya Jumapili, yani Dominika hiyo, siku ya Jumapili imepangwa hiyo siku ya kuuponya uhusiano wetu na Mungu. Sikiliza hapa. Kwa hiyo siku ya Jumapili imepangwa kwa lengo la kuponya uhusiano na nani? Kati yetu sisi na Mungu na wenzetu. Sikiliza hapa, ni analeta dunia katika hali ya umoja na wenzetu pia, uhusiano baina yetu na ulimwengu. Kwa hiyo kumbe ulimwengu, sisi uhusiano wetu kati ya sisi na ulimwengu, sisi na Mungu unaweza ukafanywa au ukapatiwa suluhisho katika kuitunza siku ya Jumapili. Anaendelea nasema, Dominika ni siku ya ufufuo wa Bwana, ni siku ya kwanza ya uumbaji mpya ambao matunda yake ni watu waliofufuka pamoja na Bwana, dhamana ya hatima ya viumbe vyote. Dominika pia hutangaza pumziko la milele la mwanadamu katika Mungu. Huu ni uongo ambao umeandikwa na Papa Francis na dunia inaamini hicho kitu. Kwa hiyo wanasema katika ile project 2025 au Heritage Foundation wanasema kwamba wanataka bunge liweze kupitisha au kukubali mswada wa sheria ya Jumapili kuwe na siku ya pumziko, na hiyo siku ni siku ya Jumapili. Na ndio maana wale NAD, North American Division, ile division ya kaskazini ya Amerika, wameenda kupinga wanapinga swala hilo. Ni kama wanajua hatari ya kukubaliana, yani bunge kukubali huo mswada au bunge kukubali hilo wazo linalotolewa na Heritage Foundation. Na ni cha ajabu ni kwamba hawa Heritage Foundation sio mara yao ya kwanza kuandika kitabu. Walikushawahi kuandika kitabu kilichukuliwa na serikali ya Marekani, na hicho kitabu ajenda 60% zote zikachukuliwa na serikali ya Marekani. Na huyu ambaye ni rais wa Heritage Foundation bwana Kevin Roberts ameshirikiana na Vance, huyu ambaye ni makamu wa rais wa Marekani, kabla ya Trump kuingia madarakani. Alipokuwa anaenda kuingia madarakani mwaka 2024 Novemba, waliandika pia kitabu kingine ambacho hicho kitabu ndani yake kimeandika mambo mengi sana kuhusiana na mambo ya Jumapili. Ni vitu vya ajabu ndugu zangu vinavyoendelea. Kama tuyafahamu hayo, tujue tu kwamba tuko mwisho wa wakati, na matukio haya yanatuambia kwamba tuko mwisho wa wakati. Sasa hapa nasema kwamba ili kujipatia umaarufu, kuungwa mkono, wabunge watakubaliana na matakwa ya sheria Jumapili kwa amri ile inayolazimisha utii wa taasisi ya upapa kwa kuvunja sheria ya Mungu. Taifa letu litajitenga kabisa na kuacha haki. Tulisoma wakati uliopita kwamba taifa la Marekani litakapojitenga na kuacha haki, maandiko katika kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 34 inasema wazi kwamba haki huinua taifa. Kwa hiyo kama haki inainua taifa na Marekani kwa kupitisha sheria Jumapili itajitenga na haki, tafsiri yake tu haitainuka, itaanguka. Kwa Marekani itaanguka baada ya kupitisha sheria Jumapili, na hizo harakati tunaziona. Kwa hiyo Marekani inaposema make America great again, Trump anaposema kwamba make America great again, mwisho wa siku sio haitakuwa tena great, itaenda kufall, itaenda kuanguka. Huo ndio kweli sio pingika. Na sikiliza sasa, Trump
anaenda kusherekea miaka au analiambia taifa la Marekani kwamba wanaenda katika birthday ya miaka 250 ya taifa la Marekani. Tangia pale ilipopata uhuru ule mwaka 1776 mpaka sasa hivi ambapo ni 2026 tuna miaka 250 katika taifa la Marekani. Join us in honoring this incredible history, and together we will give America the greatest birthday celebration our country has ever seen. God bless you and God bless America. Na Trump anasema wanaenda kurededicate America tarehe 17 mwezi wa 5. Maana yake kwamba hii kama mambo yakienda tu hivi kama tu na taifa la Marekani litafuata historia ya mataifa mengine yaliyopita. Mungu akisema iwe hivyo kama ambapo mataifa mengine ambayo tumeyatazama wote hapa, hii inamaanisha kwamba Marekani inaanguka mwaka huu 2026. Nini maana yake? Maana huu mwaka 2026 ndio mwaka ambapo Marekani inatimiza miaka 250 tangia pale ilipoinuka au ilipopata uhuru mwaka 1776. Kwa hiyo mambo kama ikienda hivi ina maana Marekani inaanguka. Sasa nini kinachofuata katika anguko? Yaani anguko linahusiana na jambo gani? Anguko linahusiana na sheria ya Jumapili. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo sijasema sheria ya Jumapili itatangazwa mwaka huu, lakini kuna uwezekano ikatangazwa mwaka huu, kuna uwezekano ikatangazwa mwakani. Kwa hiyo kumaanisha kwamba hatuna wakati. Watu wa Mungu kama waadventista wa Sabato tunapaswa tuamke sana, tujifunze maandiko matakatifu, tudumu katika maombi, tudumu katika kuchunguza haya mambo na kupeleka habari njema za ufalme wa mbinguni kwa wenzetu wengine na kuandaa kwa ajili ya majio ya Kristo mara ya pili. Je, unatamani kuona Kristo akitokea mara ya pili katika mawingu ya mbinguni? Kama ndio shauku yako, basi Mungu atusaidie tuweze kuamka sasa, maana shetani anasema aliwapiga watu usingizi mzito, na shetani anajua kwamba ameweka usingizi mzito sana katika kanisa la Mungu ambalo lingepaswa lifanye kazi hii ambayo wewe na mimi tunaifanya. Sasa hapa anasema hivi: wakati taifa letu Marekani katika mabaraza yake ya kutunga sheria litakapotunga sheria ili kushurutisha dhamiri za watu kuhusiana na haki zao za kidini, likilazimisha utunzaji wa Jumapili na kutumia mamlaka ya ukandamizaji dhidi ya wale wanaotunza Sabato ya siku ya saba kwa malengo ya makusudi yote, sheria ya Mungu itakuwa imebatilishwa katika nchi yetu. Alafu anasema na uasi wa kitaifa utafuatiwa na maangamizi ya kitaifa au kuanguka kwa taifa. Hii ni Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 977 mwaka 1888. Na tuliona wazi kwamba katika mwaka 1888 ndio ulikuwa wakati ambapo harakati za sheria ya Jumapili zilikuwa zikipamba moto. Kwa hiyo mwaka 1888 tumerejeshwa tena sisi jamani, kwa kuwa na rais yule kama ambavyo alikuwepo katika miaka ile, papa yule, lakini pia hata harakati zilizokuwa zikiendelea ndizo zile. Mungu atusaidie tuweze kuamka, maana muda ni mchache. Kipindi kijacho natamani tuweze kujifunza na kutazama ni maandalizi gani ya msingi ya kuyafanya ili kuweza kukabili zama hii inayokuja, maana ushahidi uko mwingi sana. Hata hivyo muda usingetosha kuweza kuelezea mambo yote ambayo yanahusiana na ukaribu wa sheria ya Jumapili, lakini Mungu atusaidie kuweza kujua ni nini cha kufanya ili tuweze kukabili sasa hii sheria ya Jumapili inapokuja, zama hii inavyokuja, tufanye nini watu wa Mungu. Mungu akubariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji, na atusaidie na tuandae kuweza kumlaki mwana wake mpendwa Yesu Kristo ajapo mara ya pili. Bwana akusaidie wewe, akusaidie katika familia yako, akubariki, akupatie neema ili kusudi uweze kuona mambo kwa upana. Uniombee pia, tuzidi kuombeana, tukidumu katika maombi, tukidumu katika ushirika, tuweze kujua nini cha kufanya kama watu wa Mungu katika nyakati hizi. Hatupotezi muda kwa kujifunza haya. Haujapoteza bando lako kwa kutazama hii video, haujapoteza pesa yako, haujapoteza muda, bali umeokomboa wakati kwa kujifunza kitu cha msingi ambacho kitakusaidia sana, na mwisho siku utaweza wewe nami kuweza kuelewa mambo haya, na mwisho siku tunatamani kufika mbinguni, Kanaani ambayo Mungu ametuandalia. Bwana tusaidie sana kuyajua haya na kutendea kazi kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Maranatha.